Second King chapter 20. Hapo ndipo tutakaposoma neno somo la neno siku ya leo. Somo linatoka katika kitabu cha Wafalme wa Pili, Second Kings, mlango wake ni wa 20 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Naisoma naitwa James Karanja, nimeokoka. Bwana Yesu ni Mwokozi wa maisha yangu. Somo tunalipata kutoka katika kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango wake ni wa 20 kuanzia mstari wa kwanza. Wafalme wa Pili, mlango wake wa 20 mstari wa kwanza, nasema: siku hizo Hezekia akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wakati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazizidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuri, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Naye Isaya akasema, twaeni mkate wa tini. Wakautwaa, wakaweka juu ya jipu, naye akapona. Hezekia akamwambia Isaya, je, kutakuwa na ishara gani ya kwamba Bwana ataniponya, nami siku ya 3 nitapanda nyumbani kwa Bwana? Isaya akamwambia, jambo hili litakuwa ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kwamba Bwana atalifanya neno hili alilolinena. Je, kivuli kiendelee madaraja 10 au kirudi nyuma madaraja 10? Hezekia akajibu, ni jambo jepesi kivuli kuendelea madaraja 10. Isaya nabii akamlilia Bwana, akakirudisha nyuma kile kivuli madaraja 10 ambayo kilikuwa kimeshuka katika madaraja ya Ahazi.